Habari, jina langu ni Joseph Kambuga. Nitakuwa pamoja nawe katika mfululizo huu wa masomo juu ya historia ya ujumbe wa mwaka 1888. Huwa napenda kuirejelea kama historia ya ujumbe wa muhimu zaidi kwa kanisa la Masalio. Kabla tujaanza masomo yetu, basi tufungue kwa ombi. Bwana wetu uketie juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya fursa ya ajabu ya kujifunza ujumbe huu wa muhimu zaidi kwa kanisa la Masalio. Tunakuomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi wakati tunapojifunza, basi ujumbe ukakae mioyoni mwetu na katika akili zetu, tukauishi na kuutangaza kwa uaminifu. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Sehemu ya kwanza ya mfululizo wetu wa masomo ina kichwa kinachosema ujumbe kwa wakati wake. Sasa unajua mwaka 1888 ulikuwa ni mwaka ambao ulikuwa na matukio mengi yalikuwa yakiendelea katika nyanja za kisiasa, kijamii kiujumla, na hususan katika dini, matukio ambayo yalikuwa ni ya muhimu sana ya kutazamwa kipindi kile. Na ni kwa sababu matukio yale yalikuwa yanaambatana na baadhi ya mambo ya kiunabii ambayo ni ya muhimu sana kwa ajili ya nyakati za mwisho. Unajua, sijui kama unafahamu, lakini mwaka 1888 nchi ya Marekani ilikuwa ikipitisha sheria za kuwashurutisha watu waabudu siku ya Jumapili. Wengi sana walifahamu jambo hili, lakini ni jambo ambalo hata sasa tunaweza tukaona ya kwamba serikali ya Marekani ni kana kwamba inasukuma jambo hilo liweze kufanyika, na sio serikali tu, lakini wananchi kiujumla. Kwa hiyo matukio kama hayo ni matukio ambayo ni ya muhimu sana hasa kwa waumini wa ukweli wa sasa. Lakini jambo la msingi zaidi ni kwamba matukio yalikuwa yakiendelea katika upande wa kidini, hususan katika kanisa la Waadventista wa Sabato, naye alikuwa ni ya muhimu sana kutazamwa. Na mkutano wa jimbo kuu la Waadventista wa Sabato mwaka ule iliyofanyika Minneapolis, Minnesota, ni tukio la kihistoria ambalo limehusishwa katika utafiti, uchambuzi, vitabu, mahubiri na midahalo kuliko tukio jingine lolote katika historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hii inaonyesha kwamba ni uzito kiasi gani uko katika tukio hilo, na ni muhimu sana kwetu pia kuangalia katika historia, katika matukio ya ulimwengu kiujumla, na kujua inabidi tuweze kufanya nini kwa wakati wetu. Ndio maana ujumbe wa mwaka 1888 ulikuwa ni ujumbe kwa wakati wake. Ellen White akizungumza kuhusiana na ujumbe wa mwaka huo, anasema ya kwamba nimeelekezwa kwamba uzoefu wa mkutano wa Minneapolis ni mojawapo ya uzoefu wa kuhuzunisha zaidi katika historia ya waumini wa ukweli wa sasa. Yaani ya kwamba ni uzoefu, mojawapo ya uzoefu wa kuhuzunisha zaidi. Hiyo inaonyesha ni uzito gani uliokuwa katika mkutano wa Minneapolis mwaka 1888. Sasa swali ambalo wengi wanauliza ni kwamba ni kwa nini ni muhimu kujifunza kuhusiana na historia ya ujumbe wa mwaka 1888. Na unaposoma nyaraka mbalimbali ambazo mjumbe wa Mungu Ellen White alikuwa akiwaandikia watu kuhusiana na matukio yaliyoendelea mwaka huo, ndipo unapoweza ukaona kuna umuhimu kiasi gani katika kujifunza historia ya ujumbe huo. Ellen White anasema hivi kuhusiana na matukio yaliyoendelea mnamo mwaka 1888. Anasema ya kwamba Bwana katika rehema zake kuu alituma ujumbe wa thamani zaidi kwa watu wake kupitia ndugu Waggoner na A.T. Jones, na hawa ni wajumbe ambao Mungu aliwatumia kipindi kile kuleta huo ujumbe wa thamani zaidi kwa kanisa la Masalio, na tutazidi kuzungumzia historia yao kadri tunavyoendelea na mfululizo huu wa masomo. Lakini anasema kwamba ujumbe huu ulimwasilisha kwa udhahiri zaidi mbele ya ulimwengu Mwokozi aliyeinuliwa, yeye aliye kafara kwa ajili ya dhambi za dunia. Sasa ujumbe ulimwasilisha Mwokozi aliyeinuliwa, na Yesu Kristo katika Yohana 12:32 anasema, mimi nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta watu wote kwangu. Kwa Yesu Kristo, ujumbe ambao ulikuwa unamuinua ulikuwa ni ujumbe ambao ungewavuta watu wote kwa nani?
kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni ujumbe ambao ungeleta mafanikio makubwa sana katika kazi ya Injili. Ni ujumbe ambao ungeleta mafanikio makubwa sana katika kazi ya Injili. White anaendelea kwa kusema ujumbe ule uliwasilisha mada ya kuhesabiwa haki kupitia imani kwake yeye aliye mbadala, na uliwalika watu kuipokea haki ya Kristo inayodhihirika katika utii wa amri zote za Mungu. Kwa ni ujumbe pia ambao ungepelekea watu kuzitii amri zote za Mungu. Na Waadventista wa Sabato mpaka kufikia mwaka ule walikuwa ndio dhehebu pekee, na mpaka sasa kwa kiwango kikubwa ndio dhehebu pekee ambalo linahubiri ujumbe wa amri za Mungu katika utimilifu wake. Na ujumbe uliokuja mwaka 1888 ungewavuta watu kwa ajili ya kuzitii amri za Mungu. Lakini anaendelea kwa kusema ya kwamba huu ndio ujumbe ambao Mungu aliamuru utangazwe kwa dunia. Kwa hiyo tunaweza tukajua ya kwamba huo ni ujumbe ambao Mungu ametupatia tuupeleke kwa dunia. Ni ujumbe wa malaika yule watatu unaopaswa kutangazwa kwa sauti kuu na kuambatana na umwagwaji wa Roho wake kwa kiwango kikubwa. White ameandika maneno haya katika kitabu cha Mashauri kwa Wachungaji, yani Testimonies to Ministers, ukurasa namba 91 na 92. Ni maneno aliyoandika mnamo mwaka 1895, kipindi bado akiwasihi ndugu waweze kupokea ujumbe ambao Mungu alikuwa ameutuma kwao miaka 7 awali. Kwa hiyo pia anasema katika gombo la 6 la Shuhuda kwa Kanisa, ukurasa namba 19, ya kwamba ujumbe wa haki ya Kristo unapaswa kutangazwa katika kila ncha ya dunia ili kuandaa njia kwa ajili ya Bwana, na anasema kwamba huu ndio utukufu wa Bwana unaohitimisha kazi ya malaika yule watatu. Kwa hiyo kifupi katika mashauri yote ambayo tumeyaona kutoka kwa mjumbe wa Mungu, mambo ambayo yanazungumzia ni kwamba ujumbe ule ungepelekea kumwagwa kwa Roho Mtakatifu kwa kiwango kikubwa, yani mvua ya masika. Ungeandaa njia ya Bwana, yani kuandaa watu kumpokea Bwana wao. Ungehitimisha kazi ya malaika yule watatu. Kwa hiyo ni ujumbe wa muhimu sana. Sasa tumaini la marejeo ya Kristo limekuwa ni moyo wa ujumbe wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa maana kanisa la Waadventista wa Sabato limezaliwa katika vuguvugu la wana marejeo. Walikuwa kitazamia marejeo ya mara ya pili ya Yesu Kristo. Na tunaona ya kwamba mwaka 1888 tayari Mungu alikuwa anaandaa mazingira kwa kuwapatia watu wake ujumbe wa kuwafanya waweze kumpokea, kuwa tayari kumpokea. Kwa maana mwaka 1844 watu wengi sana hawakuwa tayari kumpokea Bwana wao Yesu Kristo. Na tumaini hilo Yesu Kristo kama alivyoahidi katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 3 anaposema ya kwamba basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Hilo limekuwa ni tumaini ambalo Wakristo kwa vizazi vyote wamekuwa wakilitazamia. Sasa marejeo ya Kristo ili yaweze kufanyika, marejeo yake kwa mara ya pili, Yesu Kristo kuna jambo la msingi sana alilolisema kwamba linapaswa litokee kabla ya marejeo yake kwa mara ya pili. Sio, nakumbuka ni jambo gani hilo? Ametaja katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 14, ambapo anasema ya kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa nazungumzia kuhusiana na habari njema kuhubiriwa ulimwenguni kote. Sasa ule ujumbe wa mwaka 1888 ambao ungefanya, ambao ulikuwa ni ujumbe wa malaika wa tatu ambao Mungu aliamuru uhubiriwe ulimwenguni kote, ndio ujumbe ambao Mungu alikuwa amewapatia watu wake waweze kuandaa njia ya Bwana wao ili aweze kufika kwa mara ya pili. Basi kwa vile ujumbe wa mwaka 1888 ni ujumbe ambao ulifika katika wakati sahihi wa kuandaa watu kufanya jambo sahihi kwa wakati huo, basi ulikuwa ni ujumbe kwa wakati wake. Na ni ujumbe ambao hata sasa tunapaswa kuweza kupokea ili kutimiza makusudi ambayo Mungu anakusudia tuweze kuyatimiza kwa ajili ya marejeo yake ya mara ya pili.
kwa maana matukio yanayoendelea sasa hivi ni matukio ambayo yanafanana na matukio yaliyokuwa yakiendelea mnamo mwaka 1888. Sasa katika makala hii tutakwenda kutazama vizuri historia ya wanamarejeo kabla ya mwaka 1888 iliyopelekea ujumbe na uhitaji wa ujumbe huo wa mwaka 1888. Tutaangalia katika matukio, katika siasa, katika jamii, katika kanisa, na hasa mkutano wa jimbo kuu la Waadventista wa Sabato la mwaka huu 1888. Tujue ya kwamba ni Mungu alikuwa akizungumza nini na watu wake katika kipindi hicho. Watu wake walipokea vipi ujumbe ambao Mungu aliwaletea, na ni mambo gani yaliyofanyika katika kipindi hicho, na mpaka sasa tuko hapa kwa sababu kama wakupokea ujumbe wa kuwaandaa kwa ajili ya marejeo ya Bwana wao na hakuweza kurejea kwa miaka yote hii karibu 100 na kitu, basi lazima kuna jambo fulani lilijitokeza ambalo halikuwa kama lilivyopaswa kuwa, na itakuwa ni historia muhimu sana kwako kufahamu, na kwa ajili ya kuongoza pia uweze kutenda jambo ambalo Mungu anakusudia uweze kutenda kwa wakati huu. Pia tutaangalia katika matukio yaliyoendelea baada ya mwaka 1888, mwitikio wa kanisa kiujumla juu ya ujumbe huu. Tutaangalia pia ujumbe huu ulivyoathiri maendeleo ya kazi ya Mungu katika vituo vya kanisa na katika kazi ya Mungu katika mabara mengine kama bara la Ulaya na bara la Australia. Na pia tutaangalia pia sehemu ya ujumbe wa mwaka 1888 katika maisha yetu ya siku ya leo. Unajua kipindi kile ujumbe huu ulipaswa kuambatana na mvua ya masika, na hiyo mvua ya masika ndiyo ambayo ingewapatia washiriki wa Mungu katika kanisa lake la siku za mwisho nguvu ya kwenda kumaliza kazi ya injili ambayo alikuwa amewapatia. Hivyo na leo tunao sehemu ya kupokea ujumbe ili tuweze kumaliza kazi ambayo Mungu ametupatia au kukataa. Lakini kwa uaminifu wake Mungu basi anao watu waaminifu ambao wataupokea ujumbe wake na kumaliza kazi ambayo amewapatia. Sasa jambo la kuzingatia ni kwamba tunao ujumbe tunaopaswa kuufahamu. Swali ni kwamba je, tunaufahamu ujumbe huo? Tunao ujumbe ambao tunapaswa kuuishi. Swali la kujiuliza ni kwamba je, tunauishi? Na tunao ujumbe tunaopaswa kufundisha. Je, tunaufundisha kwa uaminifu kama Mungu ambavyo amekusudia? Sasa ni ombi letu ya kwamba mfululizo huu wa masomo uweze kuturejesha katika wajibu mkuu ambao Bwana ametuagiza kuutimiza. Ellen White anasema ya kwamba hatuna la kuhofu juu ya mambo yajayo, isipokuwa tu kama tutasahau jinsi Mungu alivyotuongoza na mafundisho yake katika historia yetu ya kale. Kama tutasahau, basi lipo jambo la kuhofu, lakini kama tukikumbuka, basi tuna uhakika ya kwamba tunaweza tukatimiza wajibu wetu ambao Mungu ametupatia. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa kuwa umetupatia ufupisho, utangulizi mdogo wa mfululizo huu wa masomo ya muhimu sana kwa ajili ya wakati wetu. Tunakuomba uamsho ambao ulitokea kipindi kile na ambao umekusudia uweze kutokea katika siku za mwisho kutokana na ujumbe huu wa thamani, basi uweze kuonekana katika maisha ya kila msikilizaji wa maneno haya. Asante kwa kuwa kazi yako itatimilika kwa kishindo kikuu, nawe utarejea na kutuchukua nyumbani. Kwa jina Yesu Kristo tunakuomba, amina. Mpaka tutakapoonana tena, uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake.